Usiku wa mwisho kabla ya vita, Klopp na ndoto mpya Istanbul. Usiku ulikuwa mtulivu, lakini moyo wa Jurgen Klopp ulikuwa wa moto kama joto la jiji la Dar es Salaam. Ulijaa msisimko, matarajio na kumbukumbu za kupoteza fainali ya Kiev nchini Ukraine iliyosababisha machozi. Mwaka mmoja baadaye, nafasi nyingine ilikuwa mbele yake, ni fainali ya ligi ya mabingwa Ulaya dhidi ya Tottenham Hotspur. Katika giza la hoteli ya timu, Klopp alitembea polepole kwenye korido, akisimama mara kwa mara na kutazama picha za wachezaji wake ukutani. Alijua kila mmoja wao alibeba ndoto ya Anfield, ndoto ya mamilioni ya watu waliovaa jezi nyekundu duniani kote. Kesho alisikika Klopp akimwambia James Milner kwa sauti ya upole lakini ya hakika, si mechi pekee, ni mwisho wa hadithi ambayo tuliandika kwa damu, jasho na mioyo yetu. Wachezaji walikusanyika kwenye kikao cha mwisho usiku huo. Ukimya ulikuwa mzito, lakini haukuwa wa hofu, ulikuwa ni wa heshima. Klopp akasimama mbele yao. Nilisema tukianguka tutaamka tena, tulianguka Kiev, lakini kesho tuna nafasi ya kusimama juu ya dunia. Msisahau sisi ni Liverpool, tunacheza kwa ajili ya historia ya familia zetu na kwa kila mtoto aliyelala na jezi ya Liverpool. Tutoke hapa tuifanye dunia isiamini macho yake. Virgil van Dijk alinyanyuka na kusema kwa sauti nzito, hatutaki huruma, tunataka heshima. Sadio Mane aliongeza kwa utulivu, ndoto zetu zilianza mitaani, viwanja vya vumbi. Kesho tunatimiza kwenye jukwaa kubwa zaidi. Hata Alisson ambaye mara nyingi hubaki kimya alitabasamu na kusema, kesho nitazuia kila ndoto ya Spurs na kulinda kila ndoto ya Liverpool. Usiku huo haukuwa wa kawaida, ulikuwa ni usiku wa mwisho kabla ya mapambano, usiku wa matumaini, umoja na ahadi kwa mashabiki wa Liverpool. Klopp alikuwa tayari kuandika hadithi ambayo itasimuliwa kwa miaka mingi pale Anfield.